Nao viongozi wa upinzani wamekemea vikali misururu ya wauni kuvamia makanisa mara kwa mara. Hapo jana wauni wakivamia kanisa Katoliki la All Saints Cathedral jijini Nairobi wakati wa mjadala wa bajeti. Wamemsuta Rais Ruto, Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na idara ya polisi kwa madai ya kufanikisha matukio hayo, wakisema kuwa ni hatari kwa taifa la Kenya ikizingatiwa kuwa taifa linajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tukio la hapo jana la wahuni kuvamia mkutano wa kujadili bajeti ya kitaifa katika kanisa Katoliki la All Saints Cathedral limeibua hisia mseto, viongozi wa upinzani wakikemea tukio hilo kwamba serikali inaweza kushirikiana na wahuni kuvamia eneo takatifu, wakionya uongozi kwamba maovu haya yataendelea kuwaletea laana. Tumeona jana ni aibu kubwa. Goons wamepangwa na Kipchumba Murkomen na John Mbadi kwenda kuvamia na kuangaisha wale walikuwa pale All Saints Cathedral wakifanya post budget analysis ya kwamba goons sponsored by government, escorted by police, wamefika pale wamevamia kanisa la Kristo. Tunashindwa, iko shida gani William Ruto? Munajiletea laana tu, na viongozi wetu wa usalama waelewe. Haya mambo munaambiwa eti munaenda kusumbua watu. Unawezaje kuleta askari na tear gas kwa father? Hapa father anataka kuhubiri hapa, eti sasa wewe umeleta askari na tear gas pale. Wanakuja kupiga nani? Kwaya? Viongozi hao wamemkashifu Waziri Kipchumba Murkomen kwa kushirikiana na wahuni na baadhi ya polisi kufanikisha haya, ila wakisema kuwa mwaka ujao wakichukua usukani, yeyote yule anayehusika lazima atajibu mashtaka. Huyu kijana anaitwa Murkomen is preparing this country turudi pahali tulikuwa 2007, where there is breakdown of law and order, where goons take over a country. It cannot happen. I want to put police officers on notice. We are now keeping a record for all acts of excessive police action. Wale commanders wanakubalia goons waumiza wa Kenya. We are keeping a record of your name, your service number, and what happened. Next year in October, you will face the law. Aidha, wamesuta serikali kwa kufeli katika sekta ya elimu, jambo linalochangia wanafunzi kuchoma mashule, huku pia wakikosa kuridhishwa na kushuka kwa bei ya mafuta iliyotangazwa na mamlaka ya EPRA. Watoto wanachoma mashule kwa sababu ya stress. Hatuelewi mfumo ya elimu inaenda wapi. Mfumo ya elimu inaenda wapi? Kuna total confusion in the education sector. Kuanzia chini, mwalimu haelewi mfumo inakaa namna gani, mzazi haelewi, director of education haelewi, waziri wa elimu haelewi, Ruto haelewi, Natembeya haelewi. Tunapoteza maisha ya watu. Pendekezo letu ni shilingi bei ya mafuta iteremke mpaka shilingi 170. Hii yao wamefanya imebakia 220 shillings per liter. Na bado kwa sababu hiyo gharama ya maisha itazidi kwenda juu. Wamesisitiza kuwa ni lazima watoe kiongozi mmoja kupambana na Rais Ruto mwaka wa 2027. Fredrick Kwambua, Undugu TV.